kuna mambo ambayo nataka niyaseme kwa sababu yamekaa kibiblia. Ukiangalia historia ya mtu mmoja na mwingine na watu wote ambao walikuwa hapo kwenye Biblia, kuanzia Ibrahim mpaka Yohana wa Ufunuo, utaona maisha yao yalikuwa ni maisha fulani ambayo ni kweli kabisa tunaamini walibarikiwa. Tunaamini walikuwa na mambo mazuri mengi waliyopata kutoka kwa Mungu. Lakini maisha ya watu wengi yalikuwa ni maisha ya kukataliwa. Kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna maombi yanayofanyika makanisani ambayo wanajaribu kuwashauri watu au kuwaombea watu wasio na roho ya kukataliwa. Sijui wameyapata kutoka wapi, lakini ukienda kwenye makongamano mengi yanayofanyika kwenye makanisa mengi, hayo makongamano kitu kikubwa kilichokaa kule ndani, wanagombana na roho ya kukataliwa. Na swali kubwa ambalo mimi pia ninalo, wameitoa wapi? Kwa sababu Biblia nzima inawakataa. Kile wanachokifundisha, kile wanachosisitiza, na kile ambacho wanatumia kama prayer point kuwaombea watu au kujaribu kuwavuta watu waombe, akiwa kimaandiko kibiblia. Tangu zamani za zamani, ukisha kuwa rafiki wa Mungu, dunia ilikuwa lazima ikukatae. Unajua, ifike mahali tuongee tu ukweli kwamba sasa hivi masuala ya makanisa imekuwa ni siasa, imegeuka sasa imekuwa siasa. Yaani kama wanasiasa ambavyo wanaweza wakaja na uongo, mkitupa kura tutawajengea barabara za angani, mkitupa kura tutawapa magari, mkitupa kura tutawaletea hiki mpaka nyumbani kwenu. Alafu baadaye wakipewa kura hawatimizi. Ndivyo ambavyo wachungaji na wenyewe wamekuwa waongo. Wachungaji wamekuwa waswahili kiasi ambacho ukija maeneo kama haya ibada, wachungaji wanakudanganya vitu ambavyo kwenye Biblia havipo kabisa. Ndugu zako wameinuka kila mahali, ukikaa kuna mahali unaweza hata kuomba kazi hujapewa, unaweza ukatafuta rafiki wanakugeuka. Hiki kitu nimekuwa nakiona kwangu na mke wangu. Kwa mfano, watu wengi ambao tunawasaidia, mwisho wa siku wanageuka kuwa maadui. Yaani hasa mke wangu, mimi sio sana, lakini hasa mfano mke wangu anaweza akamsaidia mtu leo, kesho akamtendea mema, alafu kesho kutwa kitu anachomlipa, unaweza ukakaa chini ukasema, Mungu, ikiwezekana nipe roho mbaya basi ili nisisaidie watu tena. Lakini huwa namtia moyo, namwambia ndio utumishi wako. Na anayekupiga sio roho ya kukataliwa ambao wanaihubiri, hapana. Ni shetani. Nakumbuka hata jana juzi nimemwambia lugha, ni shetani anazuia watu wasikutane na mema ulioyabeba. Kuna kitu umebeba kwa ajili yao, kuwasaidia wao, wabarikiwe wao, wapate mema wao. Na kwa ukweli nikuambie, watu wote
au mtu yoyote mwenye Mungu ndani yake ana vitu vingi vya kuwapatia watu wengine. Anavyo vitu vingi sana ambavyo hakuna asiye na Mungu. Yani huwezi ukavipata kwa mtu ambaye hana Mungu. Haiwezekani. Watu wenye Mungu huwa wanakuwa na vitu ndani. Yani si lazima akupe fedha. Mtu mwenye Mungu anaweza tu akakubariki. Bwana Mungu akubariki. Basi uwe na uhakika lile neno halianguki bure, litaleta jambo. Unavyoongea naye kwa ukarimu, unavyomkaribia na kumpenda, akifurahi moyo wake, akatamka neno kama Isaka ambaye aliletewa chakula tu kidogo, chakula cha mlo mmoja, akala akambariki Yakobo. Mpaka leo hakuna ambaye anaweza kumvuta Yakobo kwenye historia ya dunia. Haiwezekani. Lakini ilitokea sehemu rahisi sana. Chakula, mlo mmoja tu. Ukafanya moyo wa mtu aliyebeba vitu vikubwa ufunguke, utamke neno. Kwa watu wa Mungu, kwa nini wanashambuliwa na roho za kukataliwa? Kwa sababu ni maandiko, dunia itawakataa. Dunia itawakataa. Soma, tafuta mtu yote wa Biblia ambaye alikuwa ana marafiki wengi, uniletee. Hayupo. Hata Ibrahim mwenyewe hakuwa na marafiki wengi. Hayupo. Leo hii wanakuja wanakuambia wachungaji, hiyo ni roho ya kukataliwa. Mama yako akikukataa, sijui ndugu zako akikukataa, nani akikukataa, marafiki wakikusaliti, ghafla ukienda kwa mchungaji, mbona kila mtu ananikataa? Mbona kila mtu ananisema vibaya? Anakuambia ni roho ya kukataliwa. Funga na kuomba, ukemee roho ya kukataliwa. Huyo mchungaji ni pepo. Sio roho ya kukataliwa kwa maana ya kwamba ni laana iko ndani yetu. Hakuna. Sisi ni aseti kubwa ya ufalme wa Mungu. Shetani anazuia kwa namna yoyote wewe usiwe baraka hata kwa mama yako, usiwe baraka kwa kaka yako, usiwe baraka kwa jirani yako. Kwa nini? Wewe ndiye nuru hapa duniani. Yesu Kristo anasema taa huwashwa ikawekwa juu ya kilima, au haiwashwi ikawekwa chini ya uvungu, ila huwekwa juu ya kiango. Yani kiango ni kama meza au kitu mlichokiweka pale nyumbani mkakitengeneza kwa ajili ya kuweka taa. Zamani hakukuwa na hizi taa mnazoziona leo za umeme. Kwa hiyo watu walikuwa wakidesign nyumba, wana design kaeneo fulani wataweka hapo taa. Ndio kanaitwa kiango. Ile taa inawamulika walioko nyumbani wote kule, wanapata nuru kutoka kwa huyu. Sawa sawa eh? Sasa wewe, Yesu Kristo akasema ninyi ni taa. Yani dunia hii haitapata mema kama haijapita kwa mtu aliyeokoka. Kwa shetani lazima atakutengenezea maadui. Utashangaa kila mtu tu ulikuwa naye vizuri na kugeuka. Huyu anakufanyia hivi. Usiende kukemea roho ya kukataliwa. Hakunaga cha roho ya kukataliwa. Haipo. Hao ni mapepo tu. Watu wanajaribu kudanganya. Wewe endelea kuomba. Ili cha kufanyika ni kwamba endelea kuomba. Shetani ambaye anazuia watu wasibarikiwe kupitia wewe, awaachie hao watu, wafunuliwe, wakujue, wakupende, wakupokee. Sawa eh? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nataka niviseme kutokana na mfumo wa kanisa. Mimi ni mhubiri miongoni mwa wahubiri ambao siko hapa nifurahishe mtu. Kiukweli, na ninaliweka wazi hili kwa mtu yoyote yule. Yaani ukisikia habari za mchungaji Lugema sio mtu ambaye atakuletea habari za kukufurahisha kila dakika. Isipokuwa mchungaji Lugema ni mchungaji ambaye atatafuta wewe uende mbinguni. Kwa hiyo
hiyo njia niliyochagua kuifuata ni njia ya Elia, ni njia ya Petro ambaye aliishia kufa, ni njia ya Paulo ambaye aliishia kukatwa kichwa, ni njia ya kina Yohana waliokuwa wanatupwa Patmo. Tuko pamoja? Ndio njia ambayo mimi nimeichagua. Wahubiri wa sasa, ndio maana nimetolea mfano, wahubiri wa sasa wanatunga mahubiri tu, anakuja tu. Jana nilikuwa namsikiliza mhubiri mmoja anasema, ninachokiongea na mimi mnafurahi, mnafurahi. Alikuwa anatetea mambo ya suruali, kwa anapindisha anajaribu kuwapamba wanawake hivyo, mnafurahi. Jamani, hatujatumwa kuwafurahisha, tumetumwa kuwaonya. Yaani ukisikia mahali mtu anaitwa mchungaji, ni fimbo ya Mungu inayokuchunga usipotee. Narudia, ukisikia neno mchungaji, sio mtu anayetumwa kukufariji, aje akutembelea asubuhi, mchana, jioni. Mpendo, pole, unaendeleaje? Sasa, hapana. Mchungaji ni mtu ambaye anakusaidia ufanikiwe kufika unakotakiwa kufika. Kwa kitu kikubwa ni mtu anayeonya mara zote, kwa sababu kitakachofanya ufanikiwe kufika unakotakiwa kufika ni maonyo yatakao kuepusha na kuangamia. Ndio maana jana pia nilikuwa namsikiliza Kakobe, akawa anasema, mimi ni mhubiri miongoni mwa wahubiri wachache waliobakia duniani ambaye si pambi dhambi, si rembi dhambi. Hutaki toka kabisa. Full gospel sio mahali pa mapepo kukusanyika, ni mahali pa wanadamu kuja na wawe na akili, na dhambi haipambwi. Sitakuogopa uso wala sitakuepesha. Nitakupasua, pakupasuka upasuke, utibike pakutibika. Hutaki toka. Sawa? Na mimi niseme, hii kitu Mungu amenipa miaka mingi. Mimi jamani, sio mhubiri ambaye ninalemba dhambi. Hapana. Yaani mimi, nakumbuka wakati Mungu ananirudisha Tanzania, anarudisha Tanzania na mke wangu, na anakataa tusikae Korea. Jambo pekee lililotokea nikiwa kwenye kile kikao na Mungu, nikiwa naomba, na ndio Mungu ananipa maswali, nikawa nayajibu, na mimi nikampa maswali yangu akanijibu. Tukafikia mwafaka wa mimi kurudi Tanzania. Nakumbuka nguvu za Mungu zilishuka, nikamwambia Mungu kitu kimoja, maisha yangu, hicho ndio kiapo changu kwa Mungu, nitakufa nikiwa na ubiri. Hicho ndio kiapo nilimwambia Mungu, I will die preaching. Si kwamba siwezi nikawafurahisha wanadamu na kuwapamba pamba alafu nikafa. Haiwezekani. Maana yake kitu kilichoko ndani yangu, yawezekana nitakuja kufia madhabahuni. I tell you true. Yawezekana nitakuja kufia madhabahuni. Na si kwa uchawi, no. Kwa hila za wanadamu wasiotaka kuonywa. Kwa hila za wanadamu wasiotaka kumsikia Mungu. Na I will never compromise. Mimi ni Lugema niliyechagua kuacha kuishi nchi yenye maisha mazuri, Korea. Nikaja Tanzania kwa hiari yangu bila kufukuzwa. Visa yangu inasoma. Sababu zote za mimi kukaa Korea zikiwa ziko vizuri. Sawa sawa, Hakuna ambacho kilikuwa kiko tofauti. Hakipo hata kimoja. Fungua ile pazia kule. Fungua zile pazia kule nje. Fanya haraka, hii inaendelea kusoma.
Fungua zile kule nyuma, fungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilivyotoka Korea, sikutoka kule kwa sababu eti visa imekata. Imekata kwamba bwana timua, ondoka. No. Visa yangu ilikuwa inasoma, ina load. Yaani naruhusiwa kuendelea kuishi, naruhusiwa hata kumleta mke wangu, naruhusiwa kuishi kule, natambulika, naweza nikaenda sehemu yoyote ile nikapewa haki za binadamu. Lakini katikati ya hayo mazingira Mungu akaniambia mguu sawa Afrika. Nikarudi. Kwa hiyo miongoni mwa vitu wanadamu wanielewe, I will never petty sin. So unajua watu wanapenda wanasema si kupeti maana yake kubembeleza. Sitaibembeleza dhambi wala sitawabembeleza watu wakati wakiwa dhaifu. Mimi ni miongoni mwa wanaharakati wa Injili. Mimi ni miongoni mwa wanaharakati wa Injili ambao waliifia Injili. Akiweko Yesu ambaye alipambana akafanya kila kitu hata kwa gharama ya kufa na akafika mahali akafa. Kwa sababu kuna watu wanadhania Yesu alikufa pale msalabani, hao waliomuua pale msalabani walimuua ili aokoe watu. Hakuna. Kilichofanya Yesu afe msalabani, by the way, kilichofichika nyuma kwa siri ni wewe uokolewe. Ni kweli kabisa. Lakini kilichofanya afe msalabani sio wewe uokolewe. Hapana. Narudia, kilichofichika nyuma kwa siri wakati Yesu anakufa msalabani ni wanadamu waokolewe. Lakini kilichofanya afe msalabani sio wewe uokolewe, sio mimi niokolewe, sio ulimwengu uokolewe. Wanadamu walichoka sera zake, wanadamu walichoka kelele zake za kuwa na misimamo. Mtu ambaye hakucompromise, hakupinda, kila siku alikemea watu, aliwaonya watu, aliongea misimamo yake, alifundisha Mungu alichotaka, alidumu kwenye hicho. Mwisho wa siku hicho ndo kilifanya afe. Watu wanadhani Yesu alikufa ili aokolewe. Yani Yesu alikufa ili watu waokolewe.